Karibu sana kwenye Pesa Vibe, mahali ambapo tunazungumza ukweli kuhusu maisha, fedha na maendeleo binafsi. Leo nataka tujadili kitu ambacho kila mtu anakutana nacho, makosa. Na ukweli ni huu, usijali kuhusu kufanya makosa. Makosa ni sehemu ya maisha na kila mtu anapitia, lakini siri kubwa ipo kwenye jinsi unavyorejea baada ya kosa, sio kosa lenyewe. Kwanza kabisa, makosa hayaepukiki. Hakuna binadamu mkamilifu. Tangu watoto tunapojifunza kutembea, tunajikwaa na kuanguka mara nyingi. Lakini hatukuacha kutembea, hatukuacha kujaribu. Na ndivyo ilivyo maishani. Makosa sio kitu cha ajabu. Hata watu wakubwa, matajiri na mashujaa duniani wamefanya makosa makubwa kuliko unavyoweza kufikiria. Steve Jobs alifukuzwa kwenye kampuni aliyounda mwenyewe. Thomas Edison alishindwa majaribio zaidi ya mara 1000 kabla hajagundua balbu. Michael Jordan alisema wazi, nimekosa zaidi ya mashuti 9000 katika maisha yangu ya mpira. Nimepoteza michezo karibu 300. Mara 26 nimepewa mpira wa ushindi na nikakosa. Nimekosea tena na tena. Na ndio maana nimefanikiwa. Makosa ni mwalimu. Tatizo kubwa sio kosa, ni kutokurejea. Hapa ndipo wengi wanashindwa. Tatizo si kwamba umefanya kosa, tatizo ni kwamba hukurejea. Watu wengi wanakaa kwenye kosa moja wanalolifanya. Wanajilaumu, wanakata tamaa na wanabaki pale pale. Lakini mafanikio yako yanapimwa kwa namna unavyosimama baada ya kuanguka. Siri ni recovery, namna unavyopona na kuendelea mbele. Mfano, ukianguka ukiendesha baiskeli, hutaacha baiskeli kabisa. Utajifunza kudumisha usawa vizuri zaidi. Ukiwekeza biashara na ukapoteza, hiyo sio tiketi ya kuacha kabisa kuwekeza. Ni tiketi ya kujifunza, kurekebisha na kuendelea. Mafunzo tunayoyapata kutokana na makosa. Kila kosa lina baraka ndani yake, lakini watu wachache wanaziona. Hapa ndipo pa kukutofautisha na wengine. Moja ni, kubali kosa, usijifanye mkamilifu. Kukubali kosa ni hatua ya kwanza ya ukuaji. Funzo la pili, chukua somo. Jiulize, hapa nimejifunza nini? Nitafanya tofauti mara nyingine. 3, acha kulaumu. Usilaumu watu, mazingira au hata wewe mwenyewe kupita kiasi. Lengo si kubaki kwenye kosa, bali kujifunza kutoka kwake. 4, endelea mbele. Kosa likishatokea halitabadilika, lakini hatua zako za kesho ndizo zitaamua mustakabali wako. Hadithi ya maisha halisi. Hebu tuangalie mfano mmoja. Oprah Winfrey, mmoja wa wanawake matajiri na wenye ushawishi mkubwa duniani. Alianza maisha katika umaskini mkubwa. Alipitia unyanyasaji na makosa mengi ya maisha. Hata alifukuzwa kazi yake ya kwanza kama mtangazaji kwa sababu alionekana hana sura ya televisheni. Lakini alirejea, akajifunza na akajijengea jina kubwa. Leo hii, dunia nzima inamfahamu. Siri yake haikuwa kutofanya makosa. Siri yake ilikuwa urejeo wake baada ya makosa. Kwa hiyo kumbuka hili, wewe sio maalum kwa sababu umefanya kosa. Kila mtu anafanya makosa. Kinachokufanya maalum ni namna unavyopona, namna unavyoinuka, namna unavyotembea mbele ukiwa na somo jipya. Usiogope kufanya kosa, usiogope kujaribu. Kinachojali sio makosa yako, ni mafanikio utakayopata baada ya kuyashinda. Kila wakati unapokosea, jiambie hivi, hii sio mwisho wangu, hii ni darasa langu, nitainuka tena. Asante kwa kuangalia video hii. Usisahau kusubscribe kwenye Pesa Vibe kwa mafunzo zaidi ya fedha, motisha na maendeleo binafsi. Andika kwenye comment kosa kubwa ulilowahi kufanya na somo ulilopata ili tusome pamoja. Kumbuka, makosa ni sehemu ya safari, lakini kurejea ndiko kunaiandika historia yako.